Leo ni 19 sio? Kwa tukiingia usiku wa 10 la mwisho 20. Ramadhani imeisha. Tunasema tumeingia 10 la pili, kumbe hamna kitu. Ndio hilo limeisha nalo. Sasa hapa labda niseme kitu kama nasaha kwa nafsi yangu na kwa nyote. Hili li 10 la mwisho sio kitu, tayari siku zake ni chache sana. Kama tulivyoona 10 la pili. Bali 10 la mwisho ni jepesi zaidi, laisha haraka zaidi. Pop! Ramadhani imeshaisha. Na mambo yote yako huku mwisho sasa. Lakini ndiko tunapofeli sana. Mimi na saha zangu bwana, hebu tuazimieni katika Ramadhani hii, yani iwe kwetu ni Ramadhani ya mfano. Ya mfano vipi? Katika kufanya ibada. Tutumie wakati wetu vizuri. Tutumieni wakati wetu vizuri kufanya ibada, kukithirisha kumdhukuru Allah kwa kuisoma Qur'ani kwa nguvu kubwa sana na kutekeleza amali za khairi, kisimamo cha usiku. Mtu ukisimama na imamu mpaka imamu akamaliza unaandikiwa kisimamo cha usiku, lakini ibada zaendelea. Ndio wakati wa kujipinda. Sasa wengi wetu bado hatujafahamu siri ya jambo hili. Siku za mwisho tunakimbia. Na wengi tutafuta nafuu. Sasa hivi kule Bukhari soma nusu juzuu. Wakisikia kuna mahali pa soma robo juzuu watu watakwenda. Watafuta nafuu. Huko robo juzuu tu mpaka saa 2:30 tushamaliza. Watu wakwenda wapi? Sawa, ushamaliza saa 2:30. Haya, wenda wapi? Hana pa kwenda. Kumbe kuna tamthilia atakwenda kuitazama. Kumbe kuna mpira atakwenda kuangalia. Kumbe kuna vikao vya laghu atakwenda kuhudhuria. Watu wengi watu tamthilia sasa hivi na sinema. Kwa Ramadhani imeingia, usiku ndio wakati wa sinema, usiku ndio wakati wa tamthilia, na usiku ndio wakati wa mpira. Kwa hiyo afadhali swali kabisa haraka ndeke. Nazungumzia hali ilivyo katika miji yetu na sisi tulivyo, yani tumekuwa madhaifu sana. Utasema kwamba hatuna madhambi. Sasa hii milima ya madhambi tuliona itaondolewa nini? Wewe wafikiri inaondokana nini? Ndio hizi ibada tunazozifanya kwa udhaifu huu. Sisi ni madhaifu sana. Sasa hebu ile bidii tuiongeze kidogo. Angalau tuwe na haya, tuwe na shukurani. Mazingira alhamdulillah, misikiti iko, maimamu wapo, wenzako kushirikiana nao unao kwenye ibada. Unaki ibada ya peke yako pia na uvivu. Jambo bwana, basi bwana, wiki 10 la mwisho ili kila mmoja akifanya ibada ya nyumbani mtalala. Wengi kwa sababu mwaka mzima pengine mtu mpaka Ramadhani ndio aswali witri. Mwaka mzima hajaswali witri. Akizihesabu siku alizoswali witri katika miezi mingine sio kuwa Ramadhani, ukizikusanya zote zifiki wiki. Unaona udhaifu ulionao. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala anasema sisi bwana nilikuwa tumuhesabu mtu asiyeswali witri huyo ni fasik. Fasik. Raka moja tu. Tena unaweza kuswali salatul isha, ukaswali baadia, ukaswali witri yako ukaondoka zako. Sio lazima uamke usiku. Sasa waiachaje raka moja? Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa haiachi safarini akiwa yuko mjini wala safarini. Wewe mwaka mzima hujaswali. Ishara gani? Ishara ya kuonyesha kwamba sisi tukiachwa hivi bila ya kusaidiana shikana basi toa wazembe katika ibada. Ya alhamdulillah, ndugu zako wapo wafanya ibada. Sasa tusicheze. Hii Ramadhani tumepata ni tunu kutoka kwa Allah, imetukuta tukiwa tuko hai wazima wa afya. Ramadhani ijayo si yako, haiko katika mikono yako, hujui kama utafika. Tumefahamu?
Sasa hili 10 la mwisho hili, hebu tupambane kikweli kweli, tusaidiane katika khairi hii, tupambane kufanya ibada, tukaeni tusome Qur'ani, tuswalini. Kweli maisha kuna hiki kuna kile, lakini tuziepuke baraza zote za laghu. Mimi nina hakika kabisa kwa maisha yetu, ukitoka tu ukikaa kwenye baraza nyingine utasengenya. Ramadhani ni kitu kizuri, muda wa kuwa haijatobolewa jitundu. Tundu latoboka vipi? Kwa kusengenya. Ukikaa tu hapo basi fulani hivi na hivi, nawe huna uwezo wa kujizuia, ukamwambia bwana hapana, tumsengenya wewe. Kama ni mtu ambaye wewe pia unachokina, utaunga mkono. Kama ni jambo unalolipenda, utaiunga mkono. Alal aqal utasikiliza, na kusengenya ni kusema na kusikiliza. Mzungumzaji asengenya, msikilizaji pia asengenya. Hauna uwezo wa kudhibiti. Sasa tafuta namna ya kuikimbia balaa hiyo. Tafuta msafu wako, soma. Kama una kibarua chako, kafanye kibarua chako. Tafuta riziki yako, kaa usome. Lakini hebu tujipe muda pia wa ibada, usiku na mchana, usiku na mchana. Pengine Allah akatusamea makosa yetu, tukakubaliwa, ikawa ndio sababu ya sisi kupata khairi katika dunia yetu na akhira yetu kwa hizi amali, tukasamehewa madhambi yetu. Hakuna kitu kikubwa. Ukishajua kwamba amali imekubaliwa, kama ilikuwa twajua sisi, basi sio tamani kufa tu, kwamba yale yote Allah amenisamehe na amali zangu kazikubali, basi bali ufe tu. Lakini watu hawana uhakika, watafuta hiyo rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, wewe wachezea bwana. Sasa tujitahidini jamani, tujitahidini bwana, siku zimeisha hizi. Msijikasema sijawaambia bwana, tujitahidini. Mimi sina la ziada zaidi, ni hayo tu kuwakumbusha ndugu zangu. Ramadhani yaisha bwana, uje maliza hata mara moja msafu bwana, na wewe msafu uanze kusoma bwana. Yote Ramadhani imeisha, siku 30 zaisha. Hata ungesema nasema kila siku nasoma juzu moja, ukishamaliza maliza, lakini yaenda hamna kitu. Shekhi, hasara kubwa kabisa. Nisha kuwavuna tu hata mara moja bwana. Talibu ilmu hata ungesema mara 2 mara 3, basi namna hii bwana. Tu katika mazingira magumu sana unajua. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. Hii ni Wajawema Online TV. Hapa ni elimu tu.